Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nasaha yetu leo katika siku hii tukufu itakuwa juu ya kuonesha ubora wa kutoa, ubora wa swadaka. Hakuna kitu kizuri katika Muislamu ambacho atakifanya kama kunyoosha mkono wake juu ya kusaidia mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia Mwenyezi Mungu yuko katika kumsaidia mja wake mwida atakuwa yeye amsaidia ndugu yake. Qur'ani vile vile yatuambia wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na kufanya wema. Na hakuna wema mkubwa kama kutoa, na hasa kutoa kwenyewe kuwe ni katika kulisha chakula au kutoa senti, ni jambo ambalo lapendeza sana katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja amekuja sahaba akamuuliza, ayul islami khairun, Uislamu gani bora? Mtume akasema, tut'imu at-ta'ama, utalisha chakula, wa tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, na utoe salamu kwa mtu mjuae na usiyomjua. Kwa hivyo umeona Mtume kwanza ametanguliza kulisha chakula. Lao utalisha chakula katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na hasa kila Ramadhani ikimalizika ikielekea katika ukingo, wewe wajitahidi zaidi kulisha zaidi ili upate thawabu zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'anul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtopata birri. Birri ni nini? Ni pepo. Albirri ni wema, albirri ni mazuri. Ina maana yote hayo hamuwezi kuyapata mpaka mtoe katika vile ambavyo kwamba mwavipenda. Utoe kile ambacho ukipendacho. Soma katika Qur'ani, yaumul qiyama kuna waja wa Mwenyezi Mungu watakuwa wako motoni wanateketea, kisha watu wa peponi wao waulizana, mbona fulani kaingia motoni kwa ajili ya nini? Qur'ani yasema kwamba wale watu wa peponi watakuwa wanaulizana anil mujrimina, kuhusu wale wabaya walioingia motoni, ma salakakum fi sakar, watauliza ni kitu gani kilichowatia katika moto wa sakar. Wale watu wa motoni watajibu waseme, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Watasema kwamba wale watu wa motoni, sisi tulikuwa tukifanya makosa sampuli 4. Kosa la kwanza tulikuwa hatuswali. Kosa la pili ilikuwa hatulishi maskini, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, na hatukuwa tukiwalisha maskini. Kwa hivyo ina maana sababu moja katika sababu ambazo zimewafanya waingie motoni, ina maana wao walikuwa hawanyoshi mikono yao juu ya kuwalisha maskini. Leo ala sabil mithal, wewe msikizaji mpendwa, uko nyumbani kwako, umeandaa futari, kila aina ya vyakula kuanzia alifu mpaka ye, majina yote yako, kila harufu. Ukitaka sini kuna sambusa, kuna samaki, kuna nini. Ukitaka kafu kuna kababu, kuna nini. Zote umeziweka mbele ya uso wako. Jirani yako maskini anakunwa maji, hana chakula, hana chochote la ziada. Ikifika asubuhi, vile vyakula utavitia katika pipa, uvitawanye, viende viharibike, ambapo ungempa jirani yako ungepata thawabu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema kwamba si mu'min wa kisawasawa ambaye yeye atashiba na ili hali jirani yake ana njaa, hujawa mu'min wa kisawasawa. Kwa hivyo ayuha sada, tujitolee hasa hii Ramadhani ya malizika, tuwe sisi tunawaalika Waislamu wenzetu,
tunawapelekea vyakula majumbani ambavyo vya kuwasaidia kula. Tunafanya kila mbinu kuhakikisha kwamba yoyote ambapo Muislamu aliko anapata sadaka njema mzuri ambayo yeye itamsaidia, na wewe vile vile utapata thawabu nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe ukarimu, ajalie mikono yetu iwe wazi kusaidia maskini, kuwasaidia jamaa zetu, kuwasaidia Waislamu wote kwa jumla, ili tuipate hiyo pepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia yaumul qiyama.